Kwingineko ni kwamba mchungaji Cyrus Mutua wa Christ Freedom Church Kitui, ambaye pia ni mwenyekiti wa Kenya Students Christian Fellowship County ya Kitui, ameongoza mkutano wa siku 3 kwa wanafunzi wa kidato cha 4 waliohitimu mwaka huu, ukiwa na lengo la kuwapa mwongozo wa kimaisha. Katika hotuba yake aliwataka vijana kuishi maisha ya kuridhika na pia kuepuka tabia hatari kama ushawishi wa kimapenzi wa jinsia moja na kamari. Aliwadokezea kutokata tamaa wanaposubiri matokeo ya KCSE na kuyakubali watakaopata. Aidha, mchungaji wa kanisa la Christ Freedom Church County ya Kitui ameandaa kambi ya siku 3 kwa wanafunzi waliohitimu kidato cha 4. Lengo la mkutano huu ni kutoa hamasa kwa vijana hao na hasa kuwapa ushauri nasaha kuepukana kujihusisha na tabia mbaya na mienendo isiyofaa kama kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja, na pia kuwataka kukubali matokeo watakaopata baada ya kutokea. Tunapokuwa nyumbani, vijana wetu ambao tumetoka shule, tukapate kuwa makini kwamba watu wale wanaleta athari mbaya tusipate kuwakubalia ndani ya maisha yetu. Pale ninakumbuka kwamba kuna baadhi ya tabia ambazo hazifai, ambazo ni kama kuwa na ushirika ama uhusiano wa kimapenzi wa vijana wavulana kwa wavulana, wasichana kwa wasichana na vitu kama zile. Ninaomba kwamba hizi vitu tusijaribu kuziingilia, pamoja na tabia zingine kama betting. Betting imeleta athari mbaya sana. Hapo ninataka kuhimiza vijana wetu, kwa sababu siku chache tutaenda kupata matokeo yetu. Matokeo utakayopata ya mtihani wa kidato cha 4 uliofanya, ninakuomba ukapate kukubali matokeo yale. Na kwa wazazi wetu, ninaomba pia tukapate kusimama na watoto wetu tukawakubali pamoja na matokeo yao watakaopokea. Kuna vijana wamekuwa na shida, wamekuwa na msongo wa mawazo kwa sababu wazazi hawajawakubali na hawajakubali matokeo ambayo wamepata, na hivyo tumeona ikipelekea watoto kujitoa uhai. Mchungaji huyu akiwataka wasichana na vijana kuwa katika mstari wa mbele kuripoti visa vya dhulma za kijinsia vinavyotokea katika jamii, na pia akirai kanisa kushirikiana na mashirika yanayopigana na dhulma za kijinsia ili kuzimaliza. Naona wasichana na wanawake ambao wamekuwa wanafinyiliwa kupitia kitu kinaitwa gender based violence, na tumekuwa na siku 16 za kupigana na jambo hili. Kile ninaweza uliza ni kwamba kanisa likapate kuinuka na viongozi wa kanisa wakaungane na mashirika ambayo yanapigana na gender based violence ili tukapate kusaidia watu wetu. Kuna wamama, kuna vijana, kuna wasichana ambao wanafinyilika hapa na pale, na ninaomba tukapate kuinuka na kupigana na jambo hili. Vijana pia ambao ni wa kiume saa hii hawajaachwa nyuma, maana tumeona ulawiti, na kwa sababu ya kujisikia wanaume wamekuwa hawasemi. Na ninatoa wito kwa kila mmoja wetu, ukipitia dhulma za aina tofauti, ninaomba jamani usipate kunyamaza. Ongea, simama, ongea na wazazi wako, ongea na wachungaji, ongea na washauri wako ili ukapate kupata msaada wa karibu. Aidha, vijana waliohudhuria hafla hii wamewataka wengine kutojihusisha na mihadarati au kutumika na wanasiasa kama wahuni, ila wajihusishe na mambo ya Mungu kuhifadhi tabia njema. Tujiunge na mambo ya Mungu sana kwa vitu zenye tunafanya, na tusijiingize kwa mihadarati, vitu mbaya zenye zinaweza kufanya Mungu akasirike. And I want to urge all youths, especially as that we are done with high school, I just want to tell you that being a Gen Z does not mean that you are a goon or a crook. It means that you're in that generation and you're supposed to hold on to godliness, and you're not supposed to allow politicians to use you badly. Nili accept this is what I want. Na pia imenisaidia kufulfill my desires na kuwa connected to Mungu. Mimi imenisaidia spiritually, nimekuwa